Kilichomuua Jenista chawekwa hadharani. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu. Taifa limetikiswa na kifo cha aliyekuwa mbunge wa Peramiho Jenista Mhagama aliyefariki dunia alipokuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma. Taarifa rasmi iliyotolewa na katibu wa bunge imeeleza kuwa ugonjwa wa moyo ndio ulisababisha kifo hicho, tukio lililotokea Alhamisi Disemba tarehe 11. Kifo hicho kimeibua majonzi makubwa miongoni mwa viongozi wa serikali, wabunge, vyama vya kisiasa na wananchi, huku pia kifungua mjadala mpana kuhusu afya ya viongozi wa umma na mzigo wa magonjwa yasiyoambukiza nchini. Ibada ya misa ya kumwombea marehemu iliyofanyika katika kanisa Katoliki la Maria Theresa Ledochowska, parokia ya Kiwanja cha Ndege, jimbo kuu la Katoliki la Dodoma, iligeuka kuwa jukwaa la kitaifa la kuaga kiongozi aliyesifiwa kwa uadilifu na kujituma. Akisoma wasifu wa marehemu mbele ya waombolezaji, katibu wa bunge Baraka Leonard alieleza kuwa madaktari wa BMH walifanya juhudi za kitaalamu kuokoa maisha yake, lakini hali ilizidi kuwa mbaya. Alisisitiza kuwa taifa limepata pigo kwa kumpoteza kiongozi aliyekuwa na mchango mkubwa katika siasa na maendeleo ya jamii. Kifo cha Mhagama kimekuja katika kipindi ambacho Tanzania, kama zilivyo nchi nyingine za kipato cha chini na cha kati, inapambana na ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza ama ukipenda NCDs, hususan magonjwa ya moyo, ya mishipa ya damu. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, magonjwa ya moyo na mishipa ndiyo chanzo kikuu cha vifo duniani, yakisababisha takriban vifo milioni 20 kila mwaka, na zaidi ya robo tatu ya vifo hivyo hutokea katika nchi za kipato cha chini na cha kati, ama ukipenda WHO mwaka 2023. Takwimu hizi zinaifanya kifo cha kiongozi wa ngazi ya juu kutokana na ugonjwa wa moyo kuwa kengele ya tahadhari kwa sera za afya ya umma. Serikali ya Tanzania imetambua mzigo huu na mkakati wa taifa wa kuzuia na kudhibiti magonjwa yasiyoambukiza ya mwaka 2021 mwaka 2026 wa Wizara ya Afya unaeleza kuwa NCDs zinachangia zaidi 33% ya vifo vyote nchini, huku magonjwa ya moyo yakitajwa miongoni mwa vinara Wizara ya Afya ya Tanzania. Ndani ya muktadha huu, msiba wa Mhagama unachukuliwa si tu kama hasara ya kisiasa, bali pia ishara ya changamoto za mifumo ya uchunguzi wa mapema, mtindo wa maisha na ufuatiliaji wa afya kwa makundi yenye msongo wa kazi. Hospitali ya Benjamin Mkapa ambako marehemu alifariki ni mojawapo wa hospitali za rufaa za kitaifa zinazotoa huduma za kipingwa na ubingwa bobezi, na tangu kuanzishwa kwake BMH imekuwa muhimili muhimu katika matibabu ya magonjwa tata ikiwemo moyo, saratani na upandikizaji wa viungo. Kwa mujibu wa taarifa za hospitali hiyo, imewekeza katika vifaa vya kisasa vya uchunguzi na magonjwa ya moyo na wataalamu waliobobea. Hospitali ya Benjamin Mkapa mwaka 2024. Hata hivyo, kama ilivyo katika mifumo mingi ya afya, mafanikio ya matibabu mara nyingi hutegemea utambuzi wa mapema na historia ya mgonjwa. Vyanzo vya kitabibu vinaeleza kuwa magonjwa ya moyo yanaweza kuendelea kimya kimya kwa muda mrefu kabla ya kuonyesha dalili kali, na jarida la The Lancet limekuwa likionya kuhusu mzigo usioonekana wa magonjwa ya moyo barani Afrika, likihusisha ongezeko la shinikizo la damu, kisukari na msongo wa mawazo na vifo vya ghafla miongoni mwa watu wazima wanaoonekana kuwa na afya. The Lancet Commission of Hypertension mwaka 2022. Na katika bunge la nje yake, Jenista Mhagama aliyetambulika kama kiongozi mwenye msimamo na aliyejali maslahi ya wananchi wa jimbo la Peramiho. Wasifu wake unaonyesha historia ya kushiriki mijadala ya sera, uwakilishi wa wapiga kura na kushiriki katika kamati za bunge zinazohusu maendeleo ya kijamii na kiuchumi.
Taarifa za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zinaeleza kuwa wabunge wanatarajiwa kubeba majukumu mazito ya uwakilishi, usimamizi na utungaji wa sheria, majukumu yanayoweza kuambatana na ratiba ngumu ya shinikizo la mara kwa mara. Na katika mahubiri ya misa kumwombea, viongozi wa dini walimtaja marehemu kama mfano wa uongozi unaojengwa juu ya maadili ya upendo, unyenyekevu na maridhiano. Kauli hizi zinaakisi picha iliyojengeka hadharani, kiongozi aliyekuwa akisisitiza mshikamano katika jamii yenye mitazamo tofauti ya kisiasa. Kwa mujibu wa ratiba iliyotangazwa, mwili wa marehemu unasafirishwa kuelekea mkoani Ruvuma kwa ajili ya kuagwa na wananchi kabla ya mazishi yanayotarajiwa kufanyika Jumanne Disemba tarehe 16 mwaka 2025 katika kijiji cha Ruanda, wilaya ya Mbinga. Vyama vya siasa na taasisi mbalimbali zimeendelea kutoa salamu za pole, zikisisitiza umuhimu wa kuenzi mchango wake kwa kuendeleza misingi ya uongozi bora aliyoiwakilisha. Maombolezo haya yanaendana na utamaduni wa kisiasa wa Tanzania, ambapo kifo cha kiongozi wa kitaifa huchukuliwa kama tukio la pamoja. Mtafiti wa siasa za Afrika Mashariki katika chuo kikuu cha Dar es Salaam anaeleza kuwa matukio kama hayo huimarisha hisia ya umoja wa kitaifa, lakini pia hutoa nafasi ya kutafakari mifumo ya uongozi na ustawi wa viongozi wenyewe. Kifo cha mbunge wa Peramiho kutokana na ugonjwa wa moyo kinabeba ujumbe mpana kwa jamii na watunga sera. Kwanza, kinathibitisha kuwa magonjwa yasiyoambukiza hayachagui hadhi wala nafasi, na kwamba uwekezaji katika kinga, uchunguzi wa mara kwa mara na mabadiliko ya mtindo wa maisha ni muhimu kwa kila mtu. Pili, kinaibua swali la iwapo kuna mifumo ya kutosha ufuatiliaji wa afya kwa viongozi wa umma wanaokabiliwa na shinikizo, kazi na ratiba ngumu. Ripoti ya Benki ya Dunia kuhusu afya barani Afrika inaeleza kuwa kuimarisha huduma za kinga na uchunguzi wa mapema kunaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa vifo vinavyoweza kuzuilika kutokana na magonjwa ya moyo, huku pia ikilinda rasilimali watu kulinda rasilimali watu muhimu kwa maendeleo ya taifa. Na katika muktadha wa Tanzania, mjadala huu unaweza kuchochea mapito ya sera za afya kazini na ustawi wa viongozi. Kwa ujumla, msiba wa Jenista Mhagama ni ukumbusho mzito wa uhusiano kati ya afya ya mtu binafsi na mustakabali wa taasisi za umma. Taifa linapomwomboleza kiongozi wake, fursa inajitokeza na kugeuza huzuni kuwa hatua, kuimarisha kinga dhidi ya magonjwa ya moyo, kuwekeza katika mifumo ya afya na kuhakikisha kuwa wale wanaohudumia umma wanalindwa ili waendelee kulitumikia taifa kwa muda mrefu zaidi. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa TanzaPulse. Tafadhali kumbuka kusubscribe.